mtakatifu kwa mujibu wa Biblia. Hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu. Huyo neno alikuwa nani? Alafu Biblia inasema huyo neno akafanyika mwili. Kwa hiyo Mungu ambaye ni roho, ambaye ni neno, akaja kuvaa mwili. Kwa hiyo mwili ulitengenezwa na Roho Mtakatifu ndani ya tumbo la Mariamu. Ndio maana maandiko yanasema Yusufu kabla hajamjua mkewe alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho nani? Mtakatifu. Kwa hiyo mwili ule uliozaliwa ukaitwa Yesu. Kwa Yesu alikuwa ni mwanadamu aliyetokana na uumbaji wa kimungu direct. Tofauti na sisi, ili tupate wanadamu mpaka wanadamu kwa wanadamu wakutane. Lakini wanadamu wa Yesu haukutokana na wanadamu wa jinsia tofauti wakutane. Ni mwanadamu aliyetokana na matengenezo ya Mungu ambaye ni roho, akatengeneza ule mwili ndani ya Yesu, halafu akatokea mwili, halafu ukaitwa Yesu. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa hiyo Yesu anaposema atanitukuza mimi, maana yake ni nini? Ili watu waweze kuokoka. Hizo ni protokoli. Hawaokoki kwa jina la Roho Mtakatifu, wanaokoka kwa jina la Yesu. Ni mpangilio, kwamba ni sawa na kwamba una nyumba yako. Ndani ya nyumba kuna vyombo vingi. Huwezi ukapikia kijiko, utapikia mwiko na sufuria. Ukishaivisha wali, unataka kula wali, hautalia mwiko tena, utalia kijiko. Lakini vyote vinaitwa vyombo. Haleluya, haleluya. Ukitaka kulala, hutalala kwenye kochi, utalala kwenye kitanda, japo usingizi unaweza ukawepo popote. Kwa hiyo hayo ni matumizi ya Mungu. Kwa hiyo tumizi la kuja duniani kuokoa lilihitaji Yesu. Haleluya. Lilihitaji damu ya Yesu. Kwa hiyo Yesu ni Mwokozi. Ili uokoke hauhitaji kwa jina la Roho Mtakatifu, utakuwa umekengeuka. Biblia inasema Yesu. Amen. Amen. Na ndio maana huyo Yesu aliyetokana na uumbaji wa Mungu akajaa. Maanake lile ni mwili la Yesu, ilibidi lijae Roho Mtakatifu. Ndio maana alipofungua kitabu cha Isaya akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta. Yeye mwenyewe anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa hiyo alipoanza kazi na wakati anabatizwa, na maandiko anasema Roho akatokea juu kama hua, akasema, na Roho wa Bwana akaja juu wakati anabatizwa na Yohana, akasema, huyu ni mwanangu mpendwa, mumsikilize yeye. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu ni yule yule. Mungu ni mmoja katika utendaji wa aina tatu au nafsi tatu. Naelewana mpaka? Kwa hiyo tunaposoma Agano la Kale, huyo Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu alikaa kwa manabii tu na makuhani, na alikaa hapo akitaka kufanya kazi maalum ya kikuhani, ndipo alipojitokeza. Agano Jipya anasema kwenye kwamba nitakaa kati yao, Hosea 2:28. Roho neno waziwazi siku za mwisho, nitamimina Roho wangu juu ya wote wenye mwili. Mabinti wa nani watatabiri, watatoa unabii, wataona maono. Nitakaa kati yao wote. Kwa hiyo Mungu akatoka kwenye watu wachache maalum, akashuka kwa watu wote. Kwa hiyo Yesu alipomaliza kazi, na ilibidi Yesu afe ili ipatikane damu, kwa sababu ili wokovu upatikane ulihitaji damu. Na damu kutokana, kwa sababu Mungu ni roho, kwa hiyo ilibidi aje achukue mwili. Kwa hiyo Yesu akamaliza kazi yake, akasema yeye mwenyewe, mimi nimemaliza, ninawaacha kwa huyu. Amen. Ninawaacha kwa nani? Kwa huyu. Kwa hiyo tulianza na Agano la Kale, alikuwa anajidhihirisha kama Mungu. Tukaja Agano Jipya, akajidhihirisha Yesu. Sasa
ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tangu Yesu alipoondoka, kabla wanafunzi hawajafanya kazi, kabla wanafunzi hawajahubiri, ukisoma Matendo ya Mitume, walikuwa mahala fulani akamwambia, msitoke mjini mpaka mjae Roho Mtakatifu. Msiondoke hapa mpaka mjae uwezo. Msitoke kufanya chochote, usiweze kufanya chochote mpaka mpate uwezo wangu. Msipopata uwezo wangu, hamuwezi kufanya chochote. Haleluya, haleluya. Kazi ya Mungu, jambo lolote la Mungu, iwe kumwabudu Mungu, iwe kumtumikia Mungu, unahitaji Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu aliwazuia, msifanye chochote. Anasema kwenye mstari wa 3, yafaa mimi niondoke, kwa sababu nisipoondoka hawezi kuja huyo msaidizi. Atakuja kwenu, atakaa kwenu. Ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu huo ulimwengu haumuoni, lakini nyinyi mtamuona kwa sababu anakaa ndani yenu. Nimeeleza wiki zilizopita kwamba baada ya kuokoka unahitaji kukua, ukamjue Mungu binafsi, ukatoka kwenye kutegemea upako wa mtu fulani, ukatoka kwenye kutegemea upako wa mchungaji, ukawa wewe mwenyewe. Roho Mtakatifu anasema, maana anakaa kwako. Ndio maana tuliomba maombi ya Roho Mtakatifu, tukajaa Roho Mtakatifu, tukanena Roho Mtakatifu. Yule Roho Mtakatifu hajaja kwako kama show off, amekuja kwako ili yeye sasa aanze kukuongoza kwenye nguvu za Mungu, kwenye mambo ya kiroho. Huwezi kumjua Mungu bila Roho Mtakatifu. Wewe katika Korinto wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 10 inasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho kuchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika wanadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, na makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Haleluya. Tumepokea kwa Mungu makusudi ya Roho Mtakatifu, upate kuyajua uliyokirimiwa na Mungu. Maana yake kuna mambo uliyozawadiwa na Mungu, kuna mambo ya kiroho. Ulimwengu wa kiroho una mambo mengi. Ulimwengu usionekana una vitu vya hatari. Sasa huwezi ukavijua kwa nguvu gani na sangara, unavijua kupitia Roho wa Mungu anayekaa ndani. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa kanisa la kiroho ni mtu anayeongozwa na Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa kanisa la kiroho lakini huna Roho Mtakatifu. Amen. Mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ndio wale washirika wanaokimbia kutafuta msaada kwa watu. Unahitaji kukua kwa level ya kwamba unamaliza kesi mwenyewe kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yako. Yaani Roho Mtakatifu aliyeko ndani yangu na ndio aliyeko ndani yako. Lakini tofauti, kwa nini wa kwangu ni mkubwa? Ni mkubwa kwa sababu moja, kazi aliyonipa; 2, mahusiano yangu na yeye. Wewe mahusiano yako na yeye ndani yako huyajui. Na ndio maana leo nakufundisha kazi za Roho Mtakatifu, upate kujua huyu uliyempokea anakaa ndani yako. Mpige makofi Roho Mtakatifu. Haleluya. Unajua kuna vitu, injili ya kweli haivutii sana, haina shauku, kwa sababu wanadamu wameumbwa kutaka amsha vitu fulani. Injili inasema neno la Mungu, Yesu ni yeye yule na leo hata
Unaonaje ukiwa kula ugali tu kila siku? Utapenda? Na mambo ya kiroho yako hivyo. Mambo ya kiroho ya kweli hayabadilishwi na mbwembwe. Sasa ukiona mbwembwe, mara hivi, mara sarakasi hivi, mara jongo yuko pale, mara hivi, yote hizo ni mbwembwe. There is no power of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu anatakiwa akae ndani yako. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu, na unapokuwa na Roho Mtakatifu, katika Korintho wa kwanza sura ya ile ya 2 mstari wa 14, basi nasema hivi, mwanadamu wa tabia, tuanzie mstari wa 13, nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanafundishwa kwa Roho, tukiyatafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya siri hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. 15, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Kwa lazima baada ya kuokoka asili yako ife. Sema amen. 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 Asili utoke kwenye hali hii uende kwenye hali nyingine, kwa sababu ulimwengu huu unaongozwa na roho. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana, ni ulimwengu usioshikika. Ulimwengu wa mwili ndipo tunaishi, lakini vitu vyote vinafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo usipokuwa rohoni, huwezi kujua mambo ya rohoni, utakuwa gizani. Haleluya. 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 Kwa Roho Mtakatifu, andika kazi za Roho Mtakatifu. Kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu, kuzaa tabia ya Mungu ndani ya mtu. Wagalatia 5:22 na 23. Naweza kusoma Galatia 5:22 hadi 23. Soma haraka sana. Galatia 5 kuanzia mstari wa 22 unasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, ufadhili, uaminifu na upole. Mkato, halafu kuna kiasi. Niliwahi kuambia hivi, Roho Mtakatifu huwa haji kurekebisha tabia za mtu. Yaani Kiingereza unasema huwa haji kufanya ukarabati wa jengo kama hili, kufanya innovation. Roho Mtakatifu anakuja na tabia zake mpya. Yaani ukijaa Roho Mtakatifu zinakuja hizo tabia tulizosoma hapo, ziko 9. Upendo. Upendo umebeba mambo mengi. Upendo ndio agano jipya. Agano la kale lilikuwa ni agano la sheria. Torati ilikuwa ni sheria. Torati ilikuja mpaka Malaki, ikaishia hapo.
kwamba ukifanya hivi unafanywa hivi, ukifanya hivi, ukiua utauawa, ukiiba utafungwa, ukifanya hivi, yale masheria, ukivunja hizi amri kizazi chako usi. Kwa sababu alikuwa agano la upendo. Ndio naambia kusome sana Biblia. Ilikuwa kuanzia Mwanzo mpaka Malaki. Watu wema walikuwa wanajitafutia wao. Yaani ili ukubalike kwa Mungu, ilikuwa ni wewe ufanye matendo fulani kwa Mungu, ndipo Mungu aweze kukubali. Na yale matendo ukikosa moja yanafutwa yote. Yaani mwaka mzima umekuwa mtakatifu, umekuwa hauibi, ili ukasema uongo, yanafutwa yote. Ndio agano la kale. Alikuwa na upendo. Ilikuwa ni agano la jino kwa jino. Ndio maana Ayubu, ukisoma habari alipata majaribu kwa nini? Ayubu alisema hivi, ukisoma Ayubu sura ya 2, alisema moyoni mwangu, huenda watoto wangu wametenda dhambi. Kwa alikuwa anatoa sadaka asubuhi, mchana, jioni, kutakasa watoto. Huenda wakiwaza vibaya, anatoa sadaka. Mungu asamehe mawazo ya watoto wao. Maana yake yeye mwenyewe ndiye anajifanya uwe mtakatifu. Yaani useme hivi. Yaani yeye mwenyewe ndo anajitahidi kwa nguvu zake ampendeze Mungu. Yaani wema wake ndio utakaomfanya Mungu akukubali. Lakini hakuna mwanadamu hata mmoja agano la kale aliyeweza. Hayupo. Kuanzia Ibrahimu mpaka Musa mpaka wote hayupo. Ndio maana Musa aliua. Ndio maana Ibrahimu alifeli. Ndio maana kina walifeli. Wakawa wanaoa wanawake wengi. Walifanya vitu vya ovyo kina Samson, kwa sababu ilikuwa ni sheria. Sasa agano jipya lina amri mpya. Ukisoma Matendo, ukisoma Yohana, ile Yohana inasema amri mpya na wapa. Inasema katika Yohana Yohana 13 mstari wa 34. Hebu soma. Yohana 13:34 inasema, sikiliza sasa, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Agano la kale halikuwa na upendo. Unanisikia? Likaishia Malaki. Lilipoishia Malaki, akasema wao naleta agano jipya la upendo. Amri mpya na wapa. Anaposema mpya, maana yake zile kukuu, ukisoma Ibrania zimechakaa. Ukisoma Ibrania sura 8, agano la kale limekuwa kukuu. Tazama, ataleta agano jipya. Anaposema agano jipya, maana yake agano la zamani limekuwa kukuu, na kitu kinapokuwa kukuu kinachakaa, karibu na kutupwa. Kwa hiyo agano la kale haliwezi kukufanya upendeze Mungu. Agano la kale ilikuwa ni kioo, ni kiongozi kutuleta kwa Kristo. Haleluya. Unaposoma Biblia yote inamzungumza Mungu Yesu tu atakayefunuliwa. Ndio maana wale walipokosea wakaumwa nyoka, zile nyoka zenye sumu, Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa nini? Wa shaba, ili kila mtu atakapomwangalia ile nyoka akiumwa nyoka wa sumu atapona. Na huku inasema kama nyoka wa shaba alivyoinuliwa jangwani, kila mtu alivyoangalia sumu yake iliisha, ndivyo mwana wa Adamu atakavyoinuliwa juu, kila atakayemtazama ataokolewa. Haleluya. Kwa hiyo agano la kale lilikuwa ni mfano. Mfano mwingine ulikuwa ni wa Yusufu. Utakuta mhubiri anakuambia uwe na kama Yusufu. Nataka niwafundisha hapa nyinyi walimu unaofundisha Biblia, hamtakiwi kuwa kama Yusufu.
Yusufu alikuwa ni mfano wa Kristo. Yaani maisha ya Yusufu ukiangalia katika Mwanzo, Yusufu alipendwa na baba yake na akamshonea kanzu ndefu. Na huko Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae, na Yusufu alikuwa ni mwana wa pekee. Majaribu aliyoyapitia Yusufu ndio majaribu aliyoyapitia Yesu. Uvumilivu aliyopitia Yusufu ndio uvumilivu aliyopitia Yesu. Yusufu alikuwa na kanzu special, na Yesu alikuwa na vazi ambalo lilipigiwa kura na wale wa Israeli katika gawanyo vipande vinne. Na Yusufu vile vile ndugu zake walipotaka kumuua wakamtupa kwenye shimo na wakamuuza kwa wafanyabiashara. Na ndivyo tunaye aliuzwa na nani? Na Yuda. Yaani Yusufu aliuzwa na ndugu yake. Katika kuuzwa anapelekwa Misri. Wanajua tumepiga dili, kumbe anaenda kule Misri kuwa waziri mkuu ili aje waokoe ndugu zake na njaa. Yusufu akageuka kuwa mwokozi. Na Yesu aliuzwa na Yuda akijua anapata hela, kumbe kuuzwa anauzwa ili afe msalabani na kifo chake awe mwokozi. Haleluya. Tunaelewana mpaka hapo? Tunaelewana mpaka hapo? Kama unaendelea kufunga mkono wako na mkono. Yusufu akamtupa kwenye shimo ili afe. Wakalitoa vazi, wakachinja mnyama, wakalipaka nini? Damu. Yesu naye alisulubiwa, vazi lake likarowana damu. Yusufu akaenda kwenye nyumba ya Potifa, akasingiziwa anataka kubaka mke wake. Yesu naye alisingiziwa, akatupwa gerezani. Akatoka gerezani akaenda Golgotha. Yusufu naye gerezani akatoka, anakuwa waziri mkuu. Ndugu zake Israeli wanakimbilia kwake, wanapona na njaa, akawa mwokozi. Yesu naye amepitia hayo hayo, mwisho wa siku akawa mwokozi wa ulimwengu. Agano la Kale ilikuwa mfano wa Agano Jipya. Ndio maana leo mtu anapokuambia kuna amri 10, amri 6, amri ni ujinga tu. Tunza siku ya Bwana. Sasa siku ya Bwana, kwani Mungu Jumamosi ya leo huko Tanzania ngoma ya Marekani, wakati huu inakuwa mchana na Marekani usiku wamelala, kesho yake itakuwa Jumamosi. Sasa Mungu atatunza siku. Je, Jumamosi nzuri ya kwake ni? Alafu baada ya Yoshua alisimamisha jua, kwa hiyo mahesabu yakabadilika. Aliposimamisha jua, masaa yakabadilika, yakawa tofauti. Ndio maana Wakolosai nasema mtu asikuhukumu katika siku na vyakula. Maana usile nyama, usile nguruwe, kula kiti moto, kula. Piga mengi ya kiti moto ili mashavu yajae. Uwe na kiasi, usijeleta sana unapata kitu. Haleluya. Haleluya. Yaani mambo ambayo mtu aliyafanya akahesabiwa hukumu, Agano Jipya yakakatwa. Agano la Jipya ni la upendo. Ndio maana Yesu akaja akasema hapana, amri mpya na wapi. Ndio maana damu, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, nani huyu? Petro akafunuliwa, akaona ya wanyama wote. Halafu akaambiwa Petro, inuka chinja. Alijibu majibu gani? Mimi sijawahi kula vitu hivi, ni najisi. Torati na mikataza ni najisi. Alafu Mungu huyo akamwambia, utanitaje najisi vilivyo takaswa na Bwana. Lakini huyo Mungu aliwaambia msile, lakini huyo Mungu alimwambia kula. Kwa ndio maana watu wanasema Mungu huwezi kumwelewa usipokuwa na Roho Mtakatifu. Amen. Yaani unaona kama Mungu anakataa, Mungu anaruhusu. Akasema msipende dunia wala mambo yaliyo. Lakini hapo anasema yeye aliipenda dunia akamtoa. Sasa hizi hii. Yaani anawazuia usipende, halafu yeye akaipenda. Na wala Mungu hapo hakuwe na roho.
Ndio maana mambo ya rohoni yanatambulikana kwa Roho. Unahitaji kujaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akufundishe, Roho Mtakatifu awe mwalimu. Hivi ninapokuwa nikihubiri mimi hapa na wewe unasema kweli huyu ni Roho wa Bwana, lakini kama uko mwilini hutanielewa ninachokihubiri. Utaona vinapita, wengine watabarikiwa, wengine watainuliwa. Mtu wa rohoni huyajua yote na anabadilishwa. Pokea badiliko la roho kwa jina la Yesu. Cha uwezo wa Roho Mtakatifu. Mtu wa rohoni. Kanisa ni familia ya kiroho. Ni familia ya kiroho. Pige makofi. Piga makofi makubwa kwa Roho Mtakatifu. Kutengeneza tabia ya Mungu. Agano Jipya lina tabia zake. Ndio hizi katika kitabu cha Galatia 5. Hiyo ndio tabia ya mtu aliyokuwa unapaswa uwe na hayo. Ndio maana mwishoni wanasema juu ya mambo kama hayo hakuna nini? Ukimpenda Mungu utatenda dhambi. Ukimpenda Mungu hutaiba. Ukimpenda Mungu hutamdanganya. Ukipenda Mungu hutamfanyia kitu neno baya. Kasoma Galatia inaeleza sifa za upendo. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 13. Hebu tuangalie sifa za upendo zikoje. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 inasema nijaponena kwa lugha, kuanzia mstari wa kwanza, kama sina upendo mimi si kitu. Tena nijapojitoa nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa ya Mungu, kama sina upendo si kitu. Tena nikitoa mali yangu na kila kitu mimi si kitu. Tena nikiutoa mwili wangu niungue moto, mimi kama sina upendo si kitu. Tena nikualisha maskini wote, kama sina upendo si kitu. Tuangalie sifa za upendo. Maandiko yanasema upendo, 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 upendo. Endelea kusoma sababu mwenyewe. Upendo, 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 upendo. Mstari wa 5, upendo haukosi kuwa. Ukikosa adabu una upendo. Unataka kuambia kwamba wewe una adabu, una adabu. Kama una upendo utakuwa na adabu automatic. Usijivune. Kwa nini ningangana kukuhubiri? Usijivune. Acha majivuno. Kama una upendo utajivuna nini? Kwa sababu utaangalia majivuno yangu yatamuumiza huyo ambaye hana kitu. Ukiwa na upendo, upendo haumfanyii mtu neno baya, imeelezwa. Hata kama mtu amekuumiza kwa lengo gani, utafanyaje kitu? Kama una upendo wa Kristo, ufanye kitu kibaya kweli. Upendo hauwezi kumwaibisha mtu. Hata kama ukimkuta anafanya jambo lisilofaa, upendo utaanza moyoni. Atajisikiaje vipi? Akijua mimi nimejua, halafu akalisikia kingine, atajisikia. Yaani upendo unatanguliza utu wa mtu kwanza. Ukiona mtu anaaibisha mtu, huyo hana upendo. Haleluya, 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 haleluya. Upendo huwezi kuumiza mtu. Ndio maana wanaume wakaambiwa wapende wake zao. Ni gharama sana. Wewe Joseph unapaswa upende mke wako. Sasa hivi kama yuko mjamzito, unaweza kukuta ile mimba, unajua wanapopata mimba, wanakuta na hasira. Anaweza kushangaa, akaamua tu ukakuta amelala pale na akaamua pia maji kitandani. Moyo unamsumbua bwana kama kaumicha asiko rasmi. Anamwagia maji kwenye kitanda, anaona akialia maji kwenye kitanda. Unaweka maji ya nini? Ndio maana umeambiwa upendo. Mbona msemi amewa na huyu mwenyewe? Haleluya. 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 Pakiwepo upendo, ndoa haiwezi kuvunjika. Ni hapo. Ukiwa na upendo, ndio maana
kwa tunda la Roho ni nini? Fikiria kama wanaume mpende wake zenu kama Kristo alivyolipenda nini? Kanisa. Yaani wanaume jiweke nafasi ya Kristo. Tatizo lenu umejiweka Wasukuma, umejiweka mwanaume mimi Msukuma, umejiweka mwanaume mimi Mkuria, umejiweka mwanaume mimi Mchaga, unakaa na Uchaga na Usukuma wa jinga. Jiweke nafasi ya Kristo unapookoka. Mwanaume ukijiweka nafasi ya Kristo, nataka nikueleze, sio kwamba makwazo hayaji. Yaani ukishakaa tu wawili, mwanamke na mwanaume, na haya matatizo yanakuja kwa sababu wote watu ni wajinga. Yaani mliingia kwenye ndoa kwa sababu huko mmefika, mnakimbizana, baba nimeweza wakufanana na mimi, hata muelewe hata ina maana ya kufanana na mimi. Yaani mnakimbizana hapo, lakini hamna elimu ya ndoa. Haleluya. Ndoa ni mfano wa kanisa la Kristo. Ndio maana tunasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Sikiliza vizuri sana. Na nyinyi ambao mnataka kuolewa, mabinti muelewe, na vijana ambao mtaelekea kuoa. Ukioa mwanamke una Usukuma kama wa kwako, ukaishi naye Kisukuma, hautaweza. Unapokuwa ndani ya Yesu, Usukuma unaishi, unabaki na picha ya Kristo. Kwanza Kristo, kazi ya Kristo ni nini? Ni kuona, ni kuhakikisha Yesu anatuhudumia, ni Yesu anatulinda. Ulinzi tunalindwa na Yesu, tunaponya na Yesu, tunatunzwa na Yesu. Sasa usipomtunza mke wako, usipowapa chakula watoto wako, ukahakikisha wamekula, unategemea nini huyu Yesu? Sisi washirika, mwanamke ni mshirika. Kama unavyoona Yesu amechelewa kujibu na kata tamaa, ndivyo mke wako usipomtunza, usiposhika nywele vizuri, anasikitika kama kanisa linalosikitika amechelewa kukutendea muujiza. Sasa akisikitika unaanza ana kelele mno, ananoma sana. Naongea na watu hapa. Naongea na watu hapa. Ananoma sana. Noma. Noma sana. Utafikiri umeoa kufa. Anakuwa mwanamke unaweka kufa ndani. Wewe pichezi wa muziki wa kufa hiyo. Wenzake kasimuka katika nguo mpya. Sasa unaenda saluni. Wewe unamwambia umelia kipe moyo, Yesu yuko karibu. Nataka nivae vizuri sasa, unaniambia nikumbuke Yesu yuko karibu. Wewe ndio Yesu wangu. Nasikia wanawake akikupeleka kwa Yesu hapa atamwambia wewe ndio Yesu wangu mimi. Basi msakizie Yesu. Swala lako tunaweza kujenga hapo swala Yesu. Amen. Ushaona Yesu analetewa maji na mke wako. Na wauliza, Yesu unalala naye kwenye shuka mke wako? Sio ndio unalala naye? Sio ndio unaenjoy huko? Ukishamwona Yesu unaweza kumpiga kwa wivu mkubwa. Usimsikizie Yesu, ufurahie wewe, alafu matumizi mwachie Yesu. Yaani wewe ndio ufurahie, alafu matumizi mwachie Yesu, amtengeneze. No. Tunza mke. Simsikize nyinyi ndio mnaofurahia huko. Yesu yuko mbinguni anaabudiwa. Alafu mnamwachia Yesu. Paulo, usimwachie Yesu. Ongea na watu hapo. Naongea na watu hapo. Wanane utakuwa na wiki ya wamama. Sasa wiki ya wamama utakuwa na ndoa tunazungumza. Kwa wanaume wote kuhudhuria hiyo wiki. Wiki nzima ya wamama. Tunaelekea kwenye Rehoboth Day. Kuna ndoa tunazitengeneza shaping. Utakuwepo walimu wanawake na mimi nitapata kakibini. Ni wachapa kabisa, hamna kukwepa hiyo wiki. Kila mwanaume awepo. Amen. Unamwachia Yesu. Yesu unajifunika kwenye shule. Yesu unaacha.
Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Piga makofi mazuri. Roho Mtakatifu huleta tabia ya Mungu wapi? Ndani. Na tabia ya Mungu ni upendo. Agano Jipya ni la upendo. Mimi mnapoona nawapenda hivi, maana yake ninapokuwa hapa ni mfano wa nani? Kristo. Hata kama ukifanya dhambi, sio kwamba mimi nalea dhambi. Sinei dhambi. Hata siku hii. Lakini nikikutazama ninaona huyu mtu hana roho wa Mungu. Hakuna tabia ya nani? Haipo tabia ya Yesu. Sasa nikikuchunguza tabia ya Yesu hauna, uende wapi? Na kanisani ndio maana hakuja kupata tabia ya Yesu. Kwa lazima uwe na tabia ya Kristo. Usipokuwa na tabia ya Kristo, utaishi maisha magumu. Ukiwa na tabia ya Kristo, hautapenda dhambi kwa sababu unampenda Yesu. Wewe unaona hapana, mimi nampenda Mungu. Maisha yangu ni hii tabia. Enyi wake, ukiwa na upendo utamtii nani? Ni wako. Unajua watu, achaneni na haya mambo ya 50 kwa 50. Nature inakataa. Achaneni. Kuna kamama kamoja huko anafundisha kaitwa Shaboka. Nina digrii 4. Siwezi kufua box hapo nikapumbavu kutoka huni. Achaneni nako kabisa. Huko kwenye mitandao kuna tume tunajiita tunabii huni uto. Achaneni hapo. Mtaumia wanawake. Mkifuata mhubiri ya mitandao. Mungu anabaki kama Mungu. Mwanaume, husband, Kiingereza master. Yaani Kiingereza husband, neno husband maana yake a master. Master, overseer. Mwanaume ni king. Mfalme. Ukimtreat mume wako kama tunafanana, sisi wanadamu wote. Hayo wazungu yamewashinda. Yaani tunapomjibu mume wake sasa na mshiriki na wewe muumini na mjibu Yesu. Mwanaume, nataka nikueleze hakuna mwenye nguvu kama mwanaume. Sisi wanaume hata kama nimekasirika, nikisikia baba fulani, ni shetani alipita katikati, hata kama unajua sio shetani. Zurudie sasa. Aishi hapo. Upole ungeuza nini? Achaneni na mambo ya 50 kwa mtahama kiroho. Ndio nawaoje hiyo achaneni na hayo. Ni Biblia. Kama mwenzako alibadilika kwa wanaume, usione hivi kwa wanaume. Unaweza kuna mimi ningekuwa tu mwanamke, kwa sababu naweza nikafanya hivi, naweza hata kama ungenunua ndege, uweze kuwa mwanaume. Uwe makini sana. Amen. Ndio kama unaona kanisa lilivyo kwa Kristo, ndivyo Kristo ndivyo kwa kanisa. Kwa hiyo ndoa ni mfano wa Kristo na mimi kanisa. Ndio maana kitu cha kwanza shetani anachokifanya, anaweza kumpiga mwanaume, anaweza kumpiga mwanamke, ili unataka kuombea sana ndoa yako. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kuweka tabia ya nani? Ya Kristo. Upendo. Hivi vitu vya upendo, tafsiri ya upendo ni mpaka patokee jambo la kukwaza. Yaani yale maumivu utakayoyasikia, halafu ukadharau, ukaachilia, wewe unaitwa una nini?
Sasa Roho Mtakatifu kazi yake huwa anaweka pendo la Mungu ndani yako. Huwezi kupenda wewe mwenyewe mtu aliyekunyea, aliyekomoli, halafu eti penda, ni ngumu kwa akili zako. Unahitaji Roho nani? Ninarudia, kuna maumivu mtu anakufanyia, unajiuliza ni mtafuni, ni mkaange, ni mpike na chips, yaani unajipanga pote, unashindwa ufanyeje. Hapo unahitaji Roho nani? Roho Mtakatifu anapokuwa. Kazi ya pili Roho Mtakatifu kutufundisha kumwelewa Mungu. Tito 2:11-12 kutufundisha kumwelewa Mungu. Yohana 14:6 azia hapo. Yohana 14:6 inasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalijua mimi na nalimjua, kama mngalijua sasa namjua. Kama mngalijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mnamwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Sikiliza, umeona sasa? Yesu anajitambulisha yeye nani? Anajiita tena yeye ni nani? Ni Baba. Umeona? Kwa hiyo nilikueleza hakunaga miungu wangapi? Kwamba kuna Mungu Baba, ni nafsi, ni utendaji. Nilimwambia Mungu ni roho. Ndio huyo roho aliyeutengeneza mwili. Sasa wakati anauliza tuonyeshe Baba, Yesu akamwambia mimi ndiye Baba. Unataka tena uonyeshe Baba mara ngapi wakati niko hapa? Si mnaelewa wafundisha? Usikize vizuri sana kiroho na uwe na kiu ya kuelewa mambo ya Mungu. Sio kule oya. Ukijaa Mtakatifu, Maandiko yanasema atakufundisha. Huyo anasema ulimwengu hawezi kutambua. Nami nitamuomba Roho, nikiomba Roho kwa jina langu mtanifanya. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye Mungu hawezi kumpokea kwa kuwa humuoni, bali ninyi atakaa kweli. Atakuwa ndani yenu, sitawaacha yatima. Korinto wa pili, Tito 2:11. Biblia inasema, maana neema ya Mungu imewaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Sikiliza, nimesema kazi ya pili ya Roho Mtakatifu ni kukufundisha wewe mwelewa Mungu, kukataa ubaya. Atakuongoza kukataa ubaya. Ndio maana watu wakiambiwa hiki ni kibaya, ni dhambi, hawezi kukiacha, maana hana mwalimu. Usiseme uongo, utasema tu, maana huna Roho Mtakatifu. Usisengenya, utasengenya tu, maana huna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio kengele yako
ya Roho Mtakatifu kwa mtu ni kukufundisha. Ndio maana imeandikwa, kwa maana neema ya Bwana imefunuliwa kwetu, nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Nilikwambia majina ya Roho Mtakatifu, mmoja wapo wanaitwa roho wa nini? Wa neema. Ni roho wa neema. Tulianza majina ya Roho Mtakatifu ni roho wa upendo, roho wa neema, roho wa uweza, roho wa ana majina. Unaposikia neema, ni Roho Mtakatifu anakufundisha haya yaliyoandikwa huku, haya yote kwenye Biblia, makatazo yote yako zaidi na hapo. Yaani Roho Mtakatifu anaweza kukuzuia vitu vingine ambavyo wanadamu wanaviona ni vya kawaida na wakashangaa, mbona ile Amerika? Kumbe ni Roho. Wewe ukifanya hilo kwako ni tatizo. Kwa mfano, mtu mmoja aliokoka alikuwa anapenda sana kusoma novel mbalimbali, vitabu vingi. Alipookoka, Roho Mungu akamwambia usisome hiyo vitabu. Lakini hakuna mahali ambapo ndugu ukisoma kitabu hiki ni dhambi, ila wewe usisome. Alipomzuia akatii, alafu kili yake Roho Mungu akamwelekeza kusoma neno la Mungu badala ya kusoma hayo maandiko. Roho Mtakatifu atakufundisha kumjua Mungu. Neema inafundisha. Anafundisha kutoka wapi? Anakufundisha kutoka ndani. Haleluya. Haleluya. Amen. Warumi 14 mstari wa 10 hadi wa 15. Warumi 14. Yeye aliye dhaifu wa imani karibisheni, walakini msiyahukumu mawazo yake. Mtu mmoja anayo imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu wa imani kula mboga. Yeye alaye asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo asiyekula. Wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa kuwa kwa Bwana wake mwenyewe atasimama, mwingine huanguka, atasimamishwa. Mtu mmoja afanye tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu athibitike katika akili zake mwenyewe. Haleluya. Paulo alikuwa anazungumza juu ya Warumi, kanisa la Rumi. Niliingia katika mkanganyiko. Kule kulikuwa kunatolewa ng'ombe, wanyama wanachinjwa kwenye ibada za miungu. Simeona kuna Waarabu fulani wanachinjeka kisasa, yani makondoo walikuwa. Yale manyama usiyakimbie kwa sababu ya bei yake. Sasa unaona mguu mkuu wa mbuzi wote ni shilingi 5,000 sawa na wapi? Kwa hiyo watu wote wanapenda kuyanunua yale. Unakuta sokoni wamepanga mgongo wapi, miguu ya kondoo, ya mbuzi. Kuuliza bei ya 10,000. Ni manyama yaliyosongolewa, yamefanyiwa ibada. Sasa na Rumi walikuwa ni watu wanaotoa sadaka za wanyama. Kwa hiyo walipookoka hawa wakaanza kujiuliza, je, tutaendelea kula hizo nyama na wakati tumeokoka? Ndipo Paulo akawaeleza sasa, kwa sababu siku zinauzwa masokoni kama zinavyouzwa. Ndio maana kuna mahala msiulize kwamba hii imetolewa kwa sadaka ya ibada. Unaenda mahala tulifundishwa tusile hivi, unafika pale unaanza kusema huyu Mungu atachinja, huyu Mungu ametolewa ibada za mashetani. Huko ni kuishi kwa sheria ya mwili, utaweza. Unaanza kusikia kila kitu ambacho ni kibaya. Huko ndio kufundishwa usile hiki kula. Kesho usiende mjini, roho inakuwa nzito. Kesho usivae shati hili. Kumbe kuna mtu amekariri shati lako, akipita mwenye shati ndio wewe kamata. Siku unaenda na shati jingine jekundu, umevaa shati jeupe, unapita na jekundu, unaona alipita, yeye ameshapita. Ndio maana ya kufundishwa na Roho Mtakatifu. Mnaingia kwenye matatizo kwa sababu ukiamka kwa asubuhi unaamua tulishakariri mavitu, hutaki kumhusisha Mungu. Roho Mtakatifu ni kila kitu. Usimwende kwenye kutoa mapepo, hatujawaletewa tu ili
atoe mapepo, aponye magonjwa. No, yeye ni mwalimu wa kila kitu kwenye maisha yako. Lakini tatizo, hamna muda wa kumsikiliza. Hivi unajua unayesoma unaweza kufunuliwa mtihani wote. Unafunuliwa kabisa. Roho Mtakatifu anayejua maisha yako kabla siku haijafika. Haleluya. Kuna vitu maana tunasema taifa imani hula mboga. Maana yake watu wanaweza wakafanya vitu fulani tofauti tofauti. Torati ilisema Sabato siku ya sita ndio siku ya kufanyaje? Lakini baada ya Mtakatifu Paulo anasema hapana, mambo ya siku hayana maana. Mwingine anaona siku zote ziko sawa, mwingine anaona siku hii ni mbaya, mwingine hivi, asihukumiwe. Ndio maana ukishaokoka usiwe mtu wa kuhukumu watu kwa sababu ya vitu unavyoviona. Naelewana? Usitumie huyu amefanya hivi na imeandikwa hivi. No. Msingi wa kila kitu ni neno. Hana kwa masomo ya kiutu uzima. Amen. Dhambi ilishakatazwa mno. Kwa nini unafanya? Hiki na usichelewe. Ibada kesho tunatangaza. Kwa nini unachelewa? Lazima ujiulize hapo sasa. Maana nasema pendo la Kristo linatubidisha. Na Roho Mtakatifu anakubidisha. Ndio maana sisi hatuna kengele pale. Mimi nawaambia hata kama ningeishi Geita, mimi ningekuwa na wahi hapa Mungu. Sio kwa sababu mchungaji. Na mimi hapa huwa siji kuwafundisha nyinyi. Mimi mwenyewe ndio nakuja kuabudu. Kwa hiyo hata mshirika asipokuja mimi sipataki pressure, nitaabudu kwa sababu mimi ndiye naye muabudu Mungu. Hilo ndio mlijue, ndio falsafa yangu. Ningekuwa nakuja kuwafundisha kwa fulani leo hayupo, moyo hapana. Na Mungu alinikataza. Kwa hiyo mimi hata kama ningeishi Chato, natakiwa nije hapa Jumapili ibada nianze. Nitaondoka kwa nitawani na wabudu. Kwa nini? Nina Roho Mtakatifu. Wewe unaona kuchelewa sio tatizo kwa sababu roho wako amesinzia. Ushituki mambo ya Mungu. Wala uwezo ukaona hivi tumeambiwa nini? Tumeambiwa tufanye jambo fulani. Yaani uwezo unajiuliza kwa sababu uko mwilini, mwanadamu wa tabia ya mwili. Narudia, una tabia za mwilini. Kwa hiyo mambo ya Mungu utasukumwa na utayaona magumu kwa sababu wewe ni mwanadamu wa tabia ya mwilini. Kataa tabia za mwilini kwa jina la Yesu. Ukiwa na Roho Mtakatifu atakufundisha mambo ya Mungu. Utampenda Mungu. Utakuja ibada. Unajua kwa Alhamisi ni ibada. Jumanne hata kitokeo umekwama siku hiyo. Lakini mwingine anaona alishajiwekea sheria. Mimi siwezi kwenda ibada ya katikati. Ni mjana ishajiwekea. Yana moyo wa ushtuki. Unahitaji Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukumbusha. Sasa tunaomba. Ukifika ule muda unaamka. Lakini ukiwa mvivu mambo ya Mungu, una roho wa Mungu. Lazima ujisikie. Na maandiko yanasema si kwa na roho wako, huyo sio wako. Na Yesu atakapokuja, ngoja niwaambie sasa. Huyu roho, Yesu akasema hivi, hakuna ajuaye siku wala saa ila nani? Baba. Anaposema Baba anamsema Roho Mtakatifu. Maana ndiye aliyemzaa katika tumbo la nani? Kwa hiyo watakaonyakuliwa, tutakaonyakuliwa wenye Roho Mtakatifu aliye active, anayefanya kazi, sio roho aliyesinzia. Tutaambiwa wiki ijayo saa fulani tutajua. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Tutanyakuliwa. Wale warokole wa dini sasa, wale viongozi wa mwili watakuja bado Jumapili. Sisi tumesema Yesu anataka Alhamisi ndio tunakuja. Sasa Yesu anamwambia nini inawezekana hadi ibada za katika chukua atakao kuja huko.
Ikitokea hivi ibada za katikati, aje achukue ibada ya katikati. Huyu unakuja Jumapili umemwona sasa. Tumeosha. Faster. Lakini yeye akasema hakuna mtu ajua. Sasa kwa sababu ni fungu, Roho Mtakatifu atakwambia siku fulani. Roho Mtakatifu atakwambia habari ya kufa kwako. Roho Mtakatifu ukikaribia kufa utajua. Roho Mtakatifu ikitokea tukio utalijua kabla haijatokea. Anakufundisha. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukufundisha. Ule chakula hiki unataka kula tu usiku. Unaweza kama kesho naenda kazini, kumbe siku hiyo utakienda kazini kuna magaidi. Wewe ukishajiweka kichwani, haleluya, 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 haleluya. Saa 3:15. Saa 3:15 na 16. Soma haraka. Biblia inasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Njia ya kwanza anayotumia kufundisha ni kupitia amani. Uandike. Andikeni, sio yaani uandike kabisa hapo kufundisha. Amani. Jambo lolote tangu lifanya likakosa amani, iache. Biashara yoyote utakayotaka kuifanya, sikiliza hapa. Ndio maana amani ya Kristo iamue. Mwamuzi iwe amani, peace. Usema na sauti ndogo moyoni. Wazi moyoni. Anakufundisha kupitia amani ya moyoni, namba 1. Namba 2, anakufundisha kupitia mawazo. Wakorintho wa kwanza 12. Mawazo. Soma haraka. Wakorintho wa kwanza 12. Mstari 16. Biblia inasema na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili. Je, si la mwili kwa sababu hiyo? Hii ni Wakorintho? Ndio. Wa kwanza? Ndio. Unaenda wapi? Biblia inasema lakini na iwe hivyo, mimi sikuwaelemea, bali kwa kuwa mwelevu naliwapata kwa hila. Je, mtu yeyote niliyemtuma kwenu, kwa mtu huyo naliwatoza kitu? Nalimwonya Tito, nikamtuma ndugu yule pamoja naye. Je, Tito aliwatoza kitu? Je, 16. Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16. Ndio Biblia inasema maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana? Ni nani aliyefahamu nia ya Bwana?
amwelimishe. Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Kiingereza nasema hivi, for who have known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. That we have the mind of Christ. Katika Timotheo nafikiri wa kwanza inasema Bwana atakupa akili. Bwana atakupa akili. Nisikize vizuri. Haya mawazo yako unayoyatumia. Aina nyingine ya pili, Roho Mtakatifu husema ni mawazo. Linakuja wazo. Na hilo wazo ili ujue ni ya Roho Mtakatifu linaanza na msingi kama ifuatavyo. Ili ulipate wazo la Kristo, kwa mfano, una shida ya kitu fulani. Wakati unaanza na kusoma neno la Mungu, ahadi za Mungu zinazohusiana na hicho kitu. Nakupa njia za kupata wazo la Kristo. Wazo la Kristo linaanzia na neno. Kwa mfano, Mungu amesema atabariki kazi ya mikono yetu. Mungu amesema atakuponya. Unapoyasoma yale maandiko, atakulinda, sio atafanya nini? Atatoa watu kwa ajili yako. Yale maandiko ukiyasoma wakati unayatafakari, atabariki kazi ya mikono yako. Wakati unatafakari, ukalala na kutafakari vitu hivyo usiku, itakuja wazo. Ima nyanya, ima mchicha. Roho Mtakatifu anajua baada ya muda mchicha utakosekana. Lakini nasikia wazo la kulima mchicha, na watu wengi mnapuuzia mambo haya. Nadhani mawazo yenu ni hewa tu. Mawazo yako ni mawazo ya Roho ya Kristo. Lakini ili Roho Mtakatifu aseme na mawazo yako, mpaka ujaze vitu vya kimungu kwenye mawazo. Utafakari mambo ya kimungu, utafakari vitu vizuri. Niliwahi kuwafundisha, ili upate mawazo yoyote lazima uanze na kuabudu. Ulale ukiwa na nyimbo za kuabudu, halafu uwe na picha ya kile kitu. Haleluya! Unalala na picha ya hicho unachokitaka. Unataka kufanya biashara, unalala na hiyo unaabudu. Unalala na mawazo ya biashara. Wewe si. Lakini unataka upate mawazo ya kimungu, wewe unalala na ndumbulu, unalala na mechi ya Simba na Yanga, unalala na wasanii 200. Kuna wazo la Roho Mtakatifu, kwa sababu ndani yako utakuwa uchafua ubongo ambao ni center ya Roho Mtakatifu kuinject wazo lako. Wazo linakuja wazo kama dogo kuhusiana na jambo ambalo unataja. Namba 6, anakufundisha kupitia ndoto. Ayubu 33 mstari wa 15, kupitia ndoto. Ndoto. Hakuna mtu asiyeota. Wangapi wao mnaota hapa? Sasa kile unachokiota kile huwa ni ujumbe. Lakini shida yenu hujui ujumbe gani. Na wakati mwingine mnaota mnapuuza. Halafu Mungu sema na nini? Alikuja kwa ndoto. Ila ukapuuza. Kwa sababu na roho ya upuuzi, kupuuza vitu. Inasema 33 mstari wa 15, katika ndoto, katika maono ya usiku. Bwana amesema na watu usiku. Inasema usingizi mzito wa juu bana. Anasemaje? Inasema na kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Sasa ngapi? 14. Sasa inasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja,
Sikiliza, Mungu hunena mara ngapi? Mara moja. Ya kwanza na hata mara ya pili ajapokuwa mtu hajali. Subiri hapo. Mungu unaweza ukaota ndoto ukaipuuza, anarudia tena. Kwa kipimo cha Mungu anapoonyesha jambo kwenye ndoto ukiwa umesinzia, ni ndoto kujirudia mara zaidi ya mara moja, yaani inakuwa na jambo lile lile. Kwa hiyo ukiota unakaa tena, unaota tena, ujue hapo Roho wa Mungu anakupa ujumbe, unafundishwa. Yaani kama unaota na uko hivyo hivyo, maana umeshapoteza miujiza yako ya kutosha. Anasema katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu katika usingizi mzito wajiliapo watu kitandani. Mungu Roho Mtakatifu anakufundisha kupitia ndoto. Narudia tena, wakati unaota, ungekuwa unafuatia zile ndoto, maisha yenu yangekuwa yamebadilika. Narudia, wakati unaota, usio kishawahi kuota unaendesha gari ukapuuza, ni mandoto. Ikasema ni mandoto yangu. Una akili za kipuuzi sana nyingi bwana. Usifikiri mambo ya Mungu yanapatikana kienyeji, yanahitaji na juhudi yako kufuatilia vitu. Iandike na kuiandika. Nani anaambia Amos, iandike hii njozi. Unaandika, ukiota kitu kiandike. Leo nilikuita mwanangu hapo, nilikuwa namuonyesha vitu vya 2019. Hizo naonyesha hapo. 2019. Ya mtu fulani alikuwa hapa kanisani. Atafanya nini? Atafanyaje kanisa? Yametimia baada ya miaka 7. Nilionyeshwa nikiwa Kongo, nikaandika. Yako hayo maandishi. Kamuonyesha kumwambia hapa kamuonyesha. Miaka 7 yametimia hapa kanisani leo. Huyu atafanya hivi 1, 2, 3. Huyu ataoa watu kanisani. Huyu atafanya hivi, atanene. Miaka 7. Nikaandika nikiwa DRC na hubiri miaka 7. Kwa hiyo inakuja kutokea sasa, mimi nikareview tu kwenye, mimi ninajua ratiba ya kanisa hili. Baada ya kipindi hiki sisi kanisa tutatokea nini? Ninajua. Yaani mimi najua ng'ambo. Wakati unashangaa mimi najua ng'ambo. Sisi ni watu wakubwa. Sisi tuna nguvu. Mungu ameweka mema mengi kwetu. Haleluya. 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 Mungu aliponionyesha ninachunga sangani, huo ndio ukweli. Kuna masikini hapa kanisani. Ndio maana watu wanafunguliwa kazi ambazo zinawapa shida. Hayupo. Wewe hata ufunuo fanya kazi uone kama utafanya. Kwa sababu wingu na anga la hapa ni neema hiyo, kwamba mimi sichungi dagaa. Hata nikikuona na gari, mimi najua kuna gari yako ndani yako. Kuna gari ziko ndani yako. Hata nikikuona umepanga, mimi sioni umepanga, ninaona una nyumba yako. Tokea hiyo picha na wewe, uanze kuiona ili mambo yatokee. Pigie Bwana Yesu makofi. Ndoto. Nimemwita hapa mwanangu leo, nikamwambia kuna hiki na hiki nimekiona kwa mkia jana, nikapata. Nasema ni kweli. Niongea sasa, ni kweli. Hicho hicho. Mimi nikionyesha kitu nitakwambia, sasa kanisa nitakwambia. Haleluya. Haleluya. Naona wewe umemeza chura. Takuja tunamalizana na chura wapi? Pigie Bwana Yesu makofi. Mara nyingi hao wanasema naona kenaye profesa kule sio unabii. Unabii hauji kwa kupangwa. Naweza nikatabiri. Huo ni ujinga. Mungu huwa anaamua kwamba naenda sasa. Uwezo kumpangia Mungu sasa matabiri. Alafu anakuambia tabiri.
Hakuna unapiwa hivyo. Ni neno linakuja bila wewe kulipanga wala kulifikiri, ila unakuwa na maandalizi ya kiroho. Kwa hiyo ndoto, unapoota ndoto usikimbizane kuikemea. Kwa mfano, na ndoto mara nyingi zinakuja kwa mafungo, sio direct. Sasa kwenye mafungo unahitaji tafasiri. Ndio maana ndoto na maono huwa ni live, haihitaji mafungo. Lakini ndoto ukiwa umelala ni mafungo. Ukisoma Daniel sura ya 2 mstari wa kwanza hadi 5, Nebukadneza aliota ndoto. Alipoota ndoto akaona mti na ndege wengi wamekaa pale juu na nini, akawa haelewi. Mwingine tena akaota mele tekeri na nini, walihitaji tafasiri. Farao akaota ndoto Misri, ng'ombe 7 wanene na ng'ombe 7 wembamba, wala ng'ombe wanene, hakuna tafasiri. Akaletewa wale ng'ombe ni miaka 7 ya shibe, alafu wale ng'ombe wembamba ni miaka 7 ya. Lakini unaona ng'ombe kwa ng'ombe wanakulana, na ng'ombe sasa wanakula nyama. Wameanza ng'ombe wanene, alafu akaja ng'ombe wembamba, wakawala hawa ng'ombe. Ndoto zinakuja kwa mafungo. Ile ng'ombe ikawa ni miaka 7. Sasa ndio maana ndoto, ukiona mtu ameandika kitabu cha kutafsiri ndoto au anahubiri ndoto, ukiona hivi ujue hivi, huo ni uongo. Ndoto hazifanani na maana hazifanani. Amen. Wewe msiongozwe na vitabu ndoto hivi. Ndio maana ninapopelekeza hapa, ndoto inakuja kwa mafungo na kila ndoto ina maana yake tofauti. Mfano, ukaota nyoka, sio utakapoiona ile nyoka lakini ukisoma kwenye Biblia kuna nyoka mwingine aliinuliwa juu ya watu. Mwenye nyoka tumewekewa picha kwamba ni kitu kibaya kwa sababu kina sumu. Yesu anafananishwa na nyoka aliyeinuliwa juu. Kila mtazamaye alikuwa anaumwa na nyoka hizi. Ili upone lazima umtazame nani? Na siku zote mtu akiumwa nyoka, sumu ya nyoka inatokana na nyoka. Mtu aliyeumwa nyoka, ukienda Bugando unachoma sindano ya sumu nyingine ya nyoka. Unaweza kuona unaona ni simba. Simba, lakini Yesu anaitwa Yesu ni simba wa kabila la. Sasa vitu hivi lazima uvijue sasa, kwamba huyu nyoka ni wa kuzimu, huyu simba ni shetani au ni nini. Usije ukaona kemea vipi Mungu anafukuza. Nakupa tu mifano hiyo. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu kaota huko uchi una nguo. Maana yake nini? Ukiingia kwenye Biblia, Ufunuo, unaona huko na mavazi nao uchi. Unaweza kuona uchi sina utukufu, ukajiona uchi, kumbe maana yake sio utukufu, ni umasikini. Kumbe uchi ni umasikini. Ndio maana ukiota ndoto juu ya mtu fulani, usianze kusema Bwana ameniambia hivi, lazima ujue maana ya hicho kitu. Sasa watu wengi wanapuuza ndoto, kumbe Roho Mtakatifu anasema kupitia hizo nini? Na ukiota ndoto usielewe. Nilishamwambia ndoto juu nione mimi mwenyewe, kwa sababu kutafasiri hapo ni kalamu. Haleluya. 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 Lakini ili utafasiri mwenyewe kuna hatua ya kwanza. Ukiota hiyo ndoto,
ukaamka, unaomba Roho Mtakatifu, ikiwa unasema na mimi, naomba irudie tena, usiache nipite hivi. Anaona huyu mtu anajali, anataka niseme naye. Ukitulia tena utaiota. Lazima yaani kutakuwepo na muendelezo. Mimi Mungu anaposema na mimi kwa ndoto, naweza nikaamka ukashangaa tena kile kitu kinarudia, kinaenda hata saa nzima. Sasa mimi binafsi nishahamu huko kwenye ndoto, sihitaji mpaka nisinzie. Mimi naweza nikawa nimesimama hapa, kwa sababu naijua sauti ya Roho Mtakatifu na Mungu anaposema. Mimi naweza nikawa nimekaa tu nyumbani, nikawaza kitu fulani. Kwa mfano, kama tu mfano leo uliotokea hapa Tanzania. Mimi nishawahi kuambia hili kanisa tulijenge kwa ufunuo. Amen. Kazi ya Mungu ifanye kwa ufunuo. Usilazimishwe kuchanga. Ukiambiwa kitu manake umeshirikishwa tu baraka za Mungu. Haina maana kwamba usipofanya hivi kitakufanya. Sasa jana Roho Mungu akaniambia, mwambie huyu afanye kitu fulani. Nimempigia hapa simu. Akasema, hapo kumechelewa, yaani hata mimi nilikuwa nataka. Naomba unipe gharama za hii nini? Jipsa zote, kila kitu na kidogo kidogo, sio kisuke. Ndio sasa kisuke, ni mwingine kabisa. Asubuhi niko. Kwa nini? Nimeambiwa Mungu akafanyia nafasi kuchanga kila mwezi 20,000 hamjazitoa. Sasa Mungu anatafuta kitu kingine. Amen. Amen. Yaani unapoteza muda kukimbia kanisa hili ni changu, unapoteza muda. Viongozi inajengwa na Mungu. Ukiambiwa kwa maana yake unashirikishwa tu ili ubarikiwe wewe. Yaani ndio maana mimi huwa sitaki kujipendekeza kwa watu wa Mungu. Hata usipofanya, Mungu anainua mtu mmoja anamaliza kila kitu. Na kupoa ushuka sasa. Leo hii. Kama niambia nitafuta fundi, nije nipata niweka haya, apige gharama, kesho akatafuta mwani na atakuja kumsimamia mwenyewe. Jenga hapo, weka hivi. Na mpaka vyuma vya hapa. Kama tukipiga bajeti za vyuma na taa zote, takataka zote za huko. Sema. Mungu anaposema ukileta malingo kwa Yesu. Nikampigia yule aliye baba uliahidi. Yaani amesikitika. Alianza kuweka hivi. Maana yeye alikuwa na mzigo mkubwa. Sasa atakaye wahi ndio huyo, mimi sikatai. Ninachotaka kitu kikae mimi. Mimi sihitaji kuzuia mtu. Atakaye wahi mwenzake. Leo yule aliyesema naye akiacha atainuka tu mwingine. Haleluya. Ndoto. Nikamshuhudia mtu mmoja kana. Sasa kuna watu hapa wanauliza magari. Mbona mchungaji hataki niwajibu leo sasa? Mimi gari nilionyeshwa miaka 5 nyuma. Nikaambiwa na Mungu yake hii gari. Unanisikia? Nawaeleza sasa. Sema hapana, itakuwa yote kwa yake. Nikang'ana, nikakemea. Nikaja kwa shuka kwenye makubibi haribika. Nikakemea na kufunga kama unavyojua mimi ni mtu wa maombi. Nikaomba kabisa. Unajua nikataka. Ngoja hii ache. Kuna kitu kitanielewa baadaye. Sasa nilikuja kukielewa. Nikaharibika, nikapotea hivi, nikajiacha. Si nimezuiliwa. Nina amani tu hata kama nikipanda daladala. Kwa hiyo gari nitaipatia kwenu hapo. Ndio. Mimi nawaambia gari nitaipata tena nzuri nyingine yangu. Kumtii Mungu kuna gharama. Unanielewa? Unataka mfike hizo leo za mafunuo. Yaani leo ukiona kitu
Usifanye hivi. Na ikitokea mimi nimekwambia ufanye hivi, Mungu amenielekeza anataka kufanyia kitu fulani. Amen. 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 Sasa mimi nakufundisha wewe ili mtu wa rohoni, usio mtu wa tegemezi mpaka baba yangu afunuliwe mpaka hivi. No, nataka wewe utembee kwenye leo. Hata tunapoanza kuongea mambo makubwa ya kiroho, tunaelewana, tuko wote level moja. Pigie Bwana Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Wewe mtu ambaye ufundi aliyeweka hii, unamjua? Namtaka aje aweke hii, sichelewe na hili jambo, apige hesabu kote mpaka na mashauri na hayo kwa vyuma na taa. Anasema tutakapokuwa tuna shoot, mwangu unapungua wakati mwingine. Unaona sasa yameongezwa na makushuti. Na makushuti yameongezwa hapo. Ukileta malingo kwa Yesu, mtashangaa siku moja mtakuja kanisa hili limejaa watu wamekosa nafasi. Nyinyi msiokuja kanisa, huyu ni nani? Mungu ameletwa na Mungu. Ukileta malingo wengine tuendelee, wengine ni mfumo. Mahali hapa yuko Roho Mtakatifu anafanya kazi. Yuko Roho Mtakatifu anafanya kazi. Roho Bwana yuko katikati yetu. Ninashangaa sana Bwana. Yaani Mungu Yesu, hasiwezi kuacha kutumikia. Nina raha sana. Halafu nawapenda sana. Yaani nikisema tunafurahia sana. Na sipendi hata mmoja apotee. Hilo la kwanza mlijue, sipendi. Kwa sababu nawaona katika roho. Nyinyi ni vyombo vya Bwana mlioandaliwa kwa kazi maalum ya ufalme wake. Piga makofi kwa Bwana. Roho Bwana amewatia muhuri ili mtangaze fadhili zake. Sema amen. Sema amen. Wangapi mnaelewa? Siruhusu maswali, lakini kuna watu wana maswali. Ninasikia hivi niruhusu leo. Nani ana swali katika haya niliyoyafundisha? Kama hujaelewa, ni wewe nyosha mkono wako uulize kabisa, wala usione shida. Ambaye hakuelewa, nyosha mkono wako uulize swali. Karibu, nyosha mkono. Usiangalie mtu, wewe kama hujaelewa jisemee mwenyewe. Umeelewa wote vizuri? Wangapi umeelewa? Tusimame. Funika macho. Funika macho. Funika macho. Inua mikono yako. Moyo umejaa tele, kunyamaza hauwezi. Sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu, ukesha na
Omba kwa jina la Yesu, omba katika jina la Yesu, omba katika Roho, omba paza sauti yako. Omba Roho Mtakatifu, nifundishe kuzijua habari zako, nifundishe kukuona wewe na kujua, nifundishe kukuishi, nifundishe kukutafuta wewe. Roho Mtakatifu, shuka katika kanisa. Roho Mtakatifu, sema hata wewe na kazi yako usafiri rema akupa ni siketa yeye kama usiketa na usiketa
Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus. Amen. Amen. Shika zako yako. Shika zako yako.